Rafiki mpendwa na mtazamaji, na kualika tena katika channel yetu hii kwa ajili ya kuendelea kufuatilia masomo haya. Mungu akubariki sana. Tunakuja na somo la pekee linalosema kwa nini kukomboa wakati. Kwa nini unatakiwa ukomboe wakati? Hiyo ndiyo kichwa cha somo ambacho tunataka kujifunza na kusoma kwa wakati huu. Mungu akubariki kwa kuendelea kutazama na kufuatilia masomo haya. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwa neema ya pekee ambayo umetupa kuwa nasi wakati huu tunaposoma neno lako. Bariki yule mtazamaji kwa jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki mpendwa, tunakuja na somo linalosema kwa nini kukomboa wakati. Kuna kitu kimoja ambacho Mungu ametupa kwa wakati mmoja. Sisi wa Afrika na wazungu, watu wa Ulaya, wa Amerika, wa Australia, Mungu ametupa kitu kimoja ambacho kwa wakati mmoja kinaitwa muda ama wakati. Ndio maana mimi mtu wa Afrika Mkongomani, na wewe mtu wa Tanzania, na wewe rafiki wa Kenya, sote Mungu ametupa saa moja zinazoitwa muda ama wakati. Kwa hiyo ikiwa mimi siku yangu ina masaa 24, na hivyo hivyo tu kwa yule mtu wa Tanzania rafiki yangu, wewe nawe una masaa 24, na kwa Mkenya, na kwa yule anayepatikana Amerika, na kwa yule wa Ulaya. Yaani hizi zote kwa pamoja Mungu ametupa masaa mamoja, na tajiri na maskini ni masaa mamoja. Lakini tofauti kati ya watu wote wale ni namna tunavyotumia masaa zetu. Ndio maana utawakuta wale wa Ulaya wanasema sisi kwetu Afrika tuna namna yetu ya kutumia masaa. Hata na Afrika utauliza mwingine atakwambia nyinyi kwenyu Kongo mna namna yenu ya kutumia masaa, na Tanzania wana namna yao. Hapo ndipo kuna tofauti. Lakini sasa, ijapokuwa kuna matofauti yote yale, kuna neno moja ambalo ni shauri tu ambalo Mungu anatupa saa hizi ambazo unafuatilia masomo haya. Mungu anakuambia katika Waefeso 5 aya yake ya 16, mkomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mkomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hiyo ndio shairi ambayo Mungu anakupa kama shauri, mkomboe wakati. Sasa swali, kwa nini umealikwa? Kwa nini unaitwa kukomboa wakati? Elewa jambo la kwanza. Ni mambo matano katika kukomboa wakati. Jambo la kwanza, Mungu anakuita kukomboa wakati kwa sababu tumepewa kuishi mara moja tu duniani. Tumepewa kuishi mara moja tu duniani. Ndio maana umekualika na kukuita ukomboe nini? Wakati. Kwa sababu rafiki mpendwa, umeitwa na kuwa umealikwa uelewe kwamba wewe hautaishi mara pili duniani. Wewe hautaishi mara tatu duniani. Mtoto wako hataishi mara pili duniani. Wewe hautaishi mara pili duniani. Wazazi wako hawana muda wa kuishi mara mbili duniani. Ikiwa wanaishi leo, jua kwamba kesho muda unaweza kutokea wanafariki. Wewe unaweza fariki. Tumeitwa kuishi mara moja duniani. Ndio maana wewe hautakiwi kupoteza wakati. Tumeitwa kuishi mara moja tu duniani. Kuishi kwetu inabidi tusiruhusu dakika moja au sijui saa ngapi izipotee kwa bure. Ndio maana tunatakiwa tuingie mahali kote katika kukomboa wakati. Hata katika ulimwengu wa Injili, mfumo wa kanisa leo ni One Voice 27. Yaani tukomboe muda katika mitandao, katika mali yote, ili tuingie kote, Injili isonge mbele. Kwa hiyo rafiki mpendo, unayefanya kazi yako, jifunze, elewa kwamba kazi yako ile inaweza kuwa bahati yako ya mwisho, shase yako ya mwisho. Komboa wakati.
Watoto wako ambao umewapata, umempata yule mtoto mmoja, inaweza kuwa bahati yako ya mwisho. Komboa wakati. Kazi yako ambayo unafanya leo kwa bidii inaweza kuwa bidii ya mwisho. Kila mtu ana kitu chake ambacho atakifanya kwa wakati wa mwisho. Komboa wakati, kwa sababu hujui kesho vitakuwa namna gani. Wakati wa kuongea, ongea vizuri. Wakati wa kusaidia, saidia vizuri. Wakati wa kufanya kazi, fanya kazi vizuri. Wakati wa kutoa heshima, heshimia watu vizuri, kwani muda unakuja utatamani kuu, lakini ile kuu utaikosa. Jambo la pili, kwa nini unaalikwa kukomboa wakati? Jambo la pili, umealikwa kukomboa wakati kwa sababu maisha yetu ni mkataba kutoka kwa Mungu. Jambo la pili, maisha yako, maisha yangu ni mkataba kutoka kwa Mungu. Kuishi kwa kuzaliwa kwa mtoto, mtu anapozaliwa duniani ni Mungu ndiye anayesababisha yule mtoto, wewe ama mimi, yule msikilizaji mpendwa, watoto wako wazaliwe ni mpango wa Mungu. Na ikiwa wamezaliwa kwa kusudi ya Mungu, swali la kujiuliza wakati huu, je, unaishi kulingana na makusudi ya Mungu? Unakula kulingana na makusudi ya Mungu? Unatembea kulingana na makusudi ya Mungu? Unavaa kulingana na makusudi ya Mungu? Unajipamba, kujipodoa kulingana na makusudi ya Mungu? Unajenga, je, ni kulingana na mapenzi ya Mungu kweli? Swali, kitu cha maana katika maisha haiko kuishi miaka mingi, lakini ni kutendea Mungu kikusudi lake, kutenda kusudi la Mungu na kusaidia wale wanaokuzunguka wafurahie kuishi kwako. Hiki ndicho kitu cha maana katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana ukisoma Ayubu 14 aya yake ya 5 na ya 6, kuna maneno yanayosema hivi: kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipitia. Mungu abariki neno lake. Yaani kusudi lako wewe kuishi, la kwanza, jua kwamba Mungu amehesabu miezi yako. La pili, miaka yako imehesabiwa. Ya tatu, mwisho wako Mungu ameweka mipaka. Kuko mipaka, namna wanavyoweka mipaka kwenye mawanja, maparcel zina mipaka, na wewe kuishi kwako kuna mipaka. Hauwezi vuka mpaka, hata uwe muombaji wa namna gani. Mpaka ukifika vyako vinaisha. Ishi vizuri dada, rafiki mpendwa, jifunze kuishi vizuri. Umewekewa mipaka, miaka yako imehesabiwa kulingana na Ayubu 14 aya 5 na ya 6. Yaani ikiwa miezi yangu imehesabiwa, pima, kuchukua kalamu, ujiulize, hiyo miezi yako umetenda nini? Imetenda nini? Namna mwanafunzi shuleni anapomaliza mwaka wa shule, mwalimu anakuja, anaita wale ambao wamefaulu shule na wale ambao wameshindwa. Na hiyo inatokea kulingana vile walivyovifanya kila siku, kile ambacho mwanafunzi alikuwa akikifanya kila siku. Na wewe kulingana programu ya Mungu kwako, je, kila siku unafanya makusudi ya Mungu? Hiyo ni swali la kujiuliza. Kwa nini kukomboa wakati? Jambo la tatu, umeitwa kuelewa kwamba siku zetu za kuishi si nyingi. Siku zetu za kuishi ni chache sana. Ayubu 14 aya yake ni ya kwanza. Mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, ni chache sana. Na ikiwa siku zake za kuishi ni chache, wewe rafiki mpendwa, una muda mchache hapa chini. Ishi vizuri, tenda vizuri, acha kugaspie ovyo ovyo. Una muda mchache hapa, acha kupoteza mambo. Una muda mchache hapa, muda wako ni mchache. Haujui utaishi miaka mingapi hapa. Ni wangapi wa miaka yetu wamefariki? Ni wangapi wa miaka yako wamefariki? Ni wangapi hata wadogo kuliko wewe wamefariki? Kwa nini wewe unaishi? Kwa nini unaishi rada mpendwa, rafiki mpendwa? Una jambo ambalo Mungu anasababisha uishi leo. Tengeneza, saidia
watu wafaidiki katika miaka michache unayokuwa nayo. Utaachia watoto wako nini? Utaachia mume wako nini? Utaachia mke wako nini? Mungu amekupa miaka yako ya kuishi duniani ni michache. Ishi vizuri. Jambo la 4, kwa nini kukomboa wakati? Rafiki mpendwa, tunaitwa kukomboa wakati kwa sababu shairi la 16 wa Efeso 5 inaeleza kwamba kwa sababu zama hizi ni za uovu, siku hizi ni mbaya, siku hizi ni za uovu. Hautakiwi kufanya mizaha. Acha kufanya blagi na wakati. Usifanye mizaha ambayo kwetu tunaita blagi. Acha kufanya blagi katika kuishi kwako. Muda wako wa kuishi ni mchache. Siku hizi ni za uovu. Muda wa kujionyesha imeshapita. Fanya vitu kwa bidii. Fanya vitu kwa ukimya. Tenda mema. Fanya mema. Uwe kimya na ujipitie, kwani muda wako ni mchache. Siku hizi ni za uovu. Shetani anapamba vita sana, na kile anachopigana nacho kutugonga South Africa ni kukula wakati wetu. Ndio unaangalia distraction leo ni kubwa kuliko watu wanaofanya kazi. Ukiangalia watu kwenye TikTok, kwenye mitandao ya kijamii, ni kujifurahisha kuliko kukomboa wakati. Komboeni wakati. Zama hizi ni za uovu. Jambo la 5 katika kukomboa wakati, kwa nini Mungu alisema anakuambia leo ukomboe wakati? Jambo la 5 la mwisho katika somo letu la leo ni kwamba muda ni rasilimali ya thamani sana. Elewa kwamba muda ambao Mungu amekupa ndio wa thamani kuliko muda ambao umepita. Unaweza kulia, nishakapoteza wakati, nishakapoteza wakati. Wakati unapoishi una bahati. Kuna wakati unapoishi ili encore une chance. Kuna wakati unaoishi ukingali na muda wa kurekipere. Una muda wa kutenda tena, wa kutenda vizuri tena, ili upate kufaulu katika maisha yako. Elewa, muda ambao Mungu amekupa, muda huu ni wa thamani. Acha kupoteza wakati. Tenda wakati wa kufanya kazi. Ukifika, tenda kazi. Wa kujifunza, jifunze. Soma wakati unapokuwa na macho, soma. Wakati unapokuwa na kinywa, ongea vizuri. Wakati unapokuwa na pesa, saidia. Ili hivi vyote unavyovifanya ni matunda ambayo siku inakuja utavuna yale matunda. Umepanda nini? Komboa wakati, rafiki mpendwa. Mungu akubariki na akushimamie kwa jina la Yesu Kristo.